Uhali gani mtazamaji wa Zone Media, natumaini unaendelea vizuri kabisa na asante kwa kuichagua Zone Media. Sasa basi, kuna taarifa kubwa sana moja kwa moja kutokea Gaza, Palestina, kutoka katika wanamgambo wa Hamas, ambapo Hamas imetoa onyo kuhusu maisha ya mateka wawili huku Israel ikizidi kuendelea kuvamia Gaza City. Kuna taarifa ambayo nilikuripotia mwanzoni kabisa mwa wiki hii kwamba taifa la Israel kupitia amri ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Waziri wa Ulinzi Israel Katz imezidisha operesheni zake katika ukanda wa Gaza, huku sasa hivi majeshi yakiingia Gaza City kufanya operesheni kubwa kabisa kuwasaka wanamgambo wa Hamas. Sasa Hamas hapo jana siku ya Jumapili waliweza kutoa taarifa moja kubwa sana ambayo imetumwa moja kwa moja kwenda katika taifa la Israel. Inasema taarifa, vikosi vya Qassam ambavyo ni jeshi la wapiganaji wa Hamas vimetangaza Jumapili kuwa maisha ya mateka wawili wa Kizayuni walioko Gaza City yako hatarini kutokana na mashambulizi makali ya Israel katika vitongoji kadhaa vya jiji hilo lililozingirwa. Hamas imesema imepoteza mawasiliano na wapiganaji waliokuwa wakiwashikilia Omri Miran na Matan Agresti kufuatia operesheni za kijeshi na mashambulizi makali ya anga katika maeneo ya Sabra na Tal al-Hawa katika saa 48 zilizopita. Katika taarifa yao, Hamas imeonya kwamba maisha ya mateka hao yapo kwenye hatari kubwa na imedai kuwa lazima lijiondoe mara moja kusini mwa barabara ya 8 na kusitisha mashambulizi ya anga kwa muda wa saa 24 kuanzia saa 12 jioni ili kufanikisha jaribio la kuwaokoa mateka hao. Mwezi huu Hamas pia ilitoa picha za kuagana za mateka walioko Gaza, ikilenga kulizuia jeshi la Israel linaloendelea kuharibu Gaza City na kuwalazimisha mamia ya maelfu ya Wapalestina kuondoka tena bila chakula wala makazi. Kwa upande wake, Israel imesema bado kuna mateka 48 Gaza, kati yao 20 wako hai, lakini inaendelea kukataa kusitisha vita licha ya kushutumiwa kimataifa kwa kufanya mauaji ya halaiki. Wakati huo huo, familia za mateka zimekuwa zikipaza sauti na kuandamana zikidai makubaliano ya amani ili kuwarejesha wapendwa wao, lakini serikali ya Benjamin Netanyahu imepuuza kilio hicho. Hamas kupitia tawi lake la kisiasa limesema halijapokea pendekezo jipya la usitishaji mapigano kutoka wapatanishi Qatar na Misri, ingawa rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kutabiri mara kadhaa kwamba makubaliano ya kusitisha vita yako karibu. Hata hivyo, Hamas imeeleza kuwa mazungumzo yalisimama baada ya Israel kujaribu kuwaua viongozi wakuu wa Hamas waliokuwa Doha Septemba 9 walipokutana na kujadili pendekezo jipya la Trump. Licha ya hayo, Hamas imesisitiza kuwa ipo tayari kuchunguza mapendekezo yoyote mapya kutoka kwa wapatanishi kwa mtazamo chanya na kwa uwajibikaji, kwa sharti kuwa yanaheshimu haki za taifa la Palestina. Wakati huo huo, mawaziri wenye msimamo mkali serikalini Israel wamesema wanapinga mpango wa hoja 21 uliopendekezwa na Trump au makubaliano mengine yoyote yatakayositisha vita kabla Hamas haijashindwa kabisa. Waziri wa usalama wa ndani Itamar Ben-Gvir aliandika kwenye mtandao wa X kwamba Netanyahu hana mamlaka ya kukomesha vita bila ushindi wa moja kwa moja dhidi ya Hamas. Waziri wa fedha Bezalel Smotrich naye alisema hatakubali kuundwa kwa taifa la Palestina hata kama itakuwa ngumu, hata kama kuna gharama na hata kama itachukua muda mrefu. Takwimu za Wizara ya Afya ya Gaza zinaonyesha kuwa zaidi ya Wapalestina 66,000 wameuawa tangu vita kuanza Oktoba 2023. Jumapili pekee, makumi ya raia waliuawa kwa mashambulizi ya anga na mizinga, akiwemo mtoto katika eneo la Sabra. Hospitali ya Nasser huko Khan Yunus iliripoti kifo cha mtoto mchanga kilichosababishwa na utapiamlo na kukosekana kwa huduma za kitabibu. Huku hayo yakiendelea, vifaru vya Israel vinakaribia tena hospitali ya Al-Shifa huko Gaza City, ambayo hapo awali ndiyo ilikuwa hospitali kubwa zaidi, lakini sasa imesalia magofu baada ya mashambulizi mara kadhaa. Mkurugenzi wa hospitali hiyo Muhammad Abu Salmia alisema Jumapili kuwa yeye na timu yake wamedhamiria kuendelea kuendesha huduma kadri inavyowezekana kwa sababu bado wagonjwa na wakimbizi wa ndani wanatafuta hifadhi humo. Mtazamaji wa Zone Media, taarifa hizi ambazo zinatoka huko Gaza City zinaashiria hali ya hatari kwelikweli kufuatia mashambulizi ambayo Israel imeyazidisha katika ukanda wa Gaza, ambapo sasa hivi vifaru vya kutosha vimetumwa moja kwa moja kutoka nchini Israel kuingia
nchini Palestina katika ukanda wa Gaza, ambapo waziri mkuu wa Israel hata kwenye hotuba yake kwenye maadhimisho ya miaka 80 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa duniani mnamo mwaka 1945 aliidhinisha wazi kwamba mashambulizi yatazidi kuendelea hadi pale ambapo watapush kuweza kuwapata mateka wote 48. Sasa kwa muktadha huu inaonekana kwamba katika mateka walioweza kuchukuliwa na Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, inawezekana mateka hawapo sehemu moja. Kuna maeneo ambayo yamegawanywa kwa ajili ya kuweza kuhifadhi mateka wa Israel, kwa sababu taarifa hii imezungumzia wazi kwenye vitongoji hivyo ambavyo vimetajwa hapo kwamba mateka wawili wako hatarini, wakati wote wanaweza wakafariki kutokana na mashambulizi ambayo Israel inayazidisha katika maeneo hayo. Hivyo imeonya kwamba ikiwa mashambulizi hayo yataweza kuendelea, basi Israel itawakosa kabisa mateka hao wawili na idadi kupungua kubakia mateka 46, huku 20 wakiwa hai mpaka hivi sasa, na waliosalia tayari wamekwisha fariki dunia. Lakini taarifa hii pia imeonekana kama ni onyo la kisiasa na kijeshi kwa taifa la Israel kwamba iache kile ambacho inakifanya katika ukanda wa Gaza, kwa sababu taarifa zimekuwa zikiripoti mara nyingi kwamba Hamas imekuwa ikitumia mateka kama njia ya kushinikiza Israel kusitisha mashambulizi. Lakini ripoti zinaonyesha kwamba sasa hivi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu nia yake sio tena kupata mateka, ni kama vile alikushakata tamaa dhidi ya mateka hao, na yeye nia yake ni kusambaratisha kabisa uwezo wa Hamas katika ukanda wa Gaza, ambao unaonekana kuwa ni tishio kubwa kwa taifa la Israel na maisha ya raia wa Israel kwa ujumla. Gaza City sasa hivi imezidi kukumbwa na mashambulizi ya kutosha kutoka katika jeshi la Israel, ambapo raia wengi wamekuwa wakihama na wakihaswa kuelekea kusini mwa Israel, ambako huko Israel imesema kwamba kuna huduma zote ambazo raia watazipata huko: chakula, malazi pamoja na mavazi, pamoja na huduma za afya ikiwemo tiba mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa na madaktari matabibu ambao wamekuwepo huko kusini mwa Gaza wakijitolea kuweza kusaidia raia wa Israel. Hadi sasa bado ripoti hazijatoka katika muhimili wa Israel zikija kuonyesha wazi kwamba nini ambacho watakiamua kufuatia onyo hili ambalo Hamas imeweza kulitoa moja kwa moja kwenda kwa taifa la Israel. Mtazamaji wa Zone Media, kuna vingi sana vya kuweza kuvifahamu hapa kwenye ulimwengu wa siasa za kimataifa, lakini kwa kuweza kufahamu vyote, basi nikusihi kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, uweze kuwa karibu na sisi kwa kusubscribe, lakini kulike video zetu, kwa comment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.